Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeshindwa kuendelea na ushahidi katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacobo na mwanaharakati Godlisten Malisa kutokana na upande wa jamhuri kukata rufaa Mahakama Kuu ya Tanzania. Kesi hiyo ilitarajiwa kuendelea na ushahidi wa sita leo mbele ya hakimu mkazi mkuu Ushindi Mswalo, lakini ameahirisha kesi hiyo hadi hapo Juni 5 ya mwaka 2025 kutokana na upande wa jamhuri kukata rufaa Mahakama Kuu baada ya kukataliwa maombi yao ya mashahidi kusikilizwa kwa njia ya siri. Nje ya mahakama ya Kisutu tumezungumza na wakili wa utetezi Dickson Matata kuhusu kesi hiyo. Mimi natumika ndaba na hizi ni ripoti za kimahakama. Leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2025, shauri linalowakabili Godlisten Malisa pamoja na Boniface Jacobo lilikuwa linakuja kuendelea na usikilizaji wa shahidi wa sita. Lakini tulipofika leo, upande wa serikali wakaleta hoja kwamba kuna rufaa wamekata kwenda Mahakama Kuu. Na kimsingi kwetu sisi ilikuwa ni kitu kipya, kwa sababu wakati tunamaliza tarehe iliyopita kesi hii hatukuwa na kitu chochote ambacho kingeweza kukatiwa rufaa, kwa sababu walileta shahidi akasikilizwa, na baada ya shahidi kusikilizwa tukapangiwa kwamba leo tutaendelea na mashahidi wengine, na mahakama ikatoa amri kuletwa kwa mashahidi hao. Sasa tunashangaa leo wakati tunataka kuanza mahakama wakasema wamekata rufaa. Tulivyouliza mahakama wakasema kumbe kuna wakati tulivyoondoka siku ile ambao tulipangiwa kuja leo, katikati walikuja kwa siri wakaleta maombi ya kutaka walete mashahidi ambao watasikilizwa kwa siri. Yaani nikisema kwa siri maana yake ni kwamba hawatakuwa, kwa sababu mahakama, kesi za jinai zinasikilizwa kwenye mahakama ya wazi, open court, na mashahidi wake huwa wanakaa kwenye dock ambao ni ya wazi na kila mtu anawaona. Kwa wao walikuwa nataka wawalete alafu wale watu wafichwe kwenye chemba, yani wawe kwenye box, wakae ndani ambapo hawezi kuonekana na mtu yeyote, alafu watoe ushahidi. Sasa walipoleta hayo maombi, mahakama ikawakatalia kwamba hawawezi kusikilizwa kwenye dock kwa kujificha kwenye chemba, kwenye sehemu ya siri. Wanatakiwa waje watoe ushahidi kwenye sehemu ambao kila mtu atawaona kama ilivyo utaratibu wa kawaida. Kwa walivyonyimwa ruhusa hiyo, wamekata sasa rufaa kwenda Mahakama Kuu. Na kwa sababu wamekata kwenda Mahakama Kuu, mahakama imeona ni busara isubiri maamuzi ya Mahakama Kuu, na kwa hiyo hatukuendelea na usikilizaji wa shauri leo, na tunasubiri sasa twende tukabishane kisheria Mahakama Kuu, na kutokana na maamuzi ya Mahakama Kuu ndo tutakuja kuendelea. Kwa hiyo shauri limeahirishwa na litakuja kutajwa tena tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 ili kusubiri maamuzi ya Mahakama Kuu ya je, mahakama ilikuwa sahihi kukataa mashahidi kuja kisiri na kutoa ushahidi kisiri, ama waje watoe, ama ilikuwa sahihi.